Umewahi kuhisi uko busy sana, lakini hujui unaenda wapi? Kila siku unaamka, unahangaika, unachoka, lakini mwisho wa mwaka hakuna mabadiliko makubwa. Je, inawezekana tatizo si juhudi zako, bali ni kukosa mwelekeo? Leo tunafichua siri hatari ambayo watu wengi hawaioni. Unaishi kwa kusudi lako au unaishi kwa malengo ya watu wengine? Tunaendelea na kitabu cha The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sheria ya 13, The Law of Aimlessness, sheria ya kukosa mwelekeo. Katika sura hii, Greene anazungumzia tatizo ambalo halionekani kwa macho, lakini linaathiri maisha ya watu wengi zaidi kuliko wanavyodhani: kuishi bila kusudi la kweli. Greene anasema moja ya hatari kubwa katika asili ya binadamu si ujinga wala ukosefu wa vipaji, bali ni kukosa mwelekeo. Mtu anaweza kuwa na akili, elimu, uwezo, hata fursa, lakini kama hana dira ya ndani inayomwongoza, nguvu zake zote hutawanyika. Ni kama mashua yenye injini yenye nguvu, lakini haina usukani. Inaweza kusogea, lakini haijulikani inaelekea wapi. Katika maisha ya kila siku, aimlessness hujificha katika sura ya kuwa busy. Watu wengi wako busy sana. Kazi, mikutano, majukumu, mitandao ya kijamii, lakini hawajawahi kujiuliza swali la msingi: naenda wapi? Greene anaeleza kuwa binadamu asiye na lengo la muda mrefu huwa mnyonge mbele ya matukio. Leo ana hamasa ya jambo fulani, kesho amevutwa na jambo jingine. Anaanza miradi mingi, lakini haimalizi. Anafuata mitindo, lakini hana utambulisho wake binafsi. Greene anaamini kuwa kila binadamu huzaliwa na mwelekeo wa asili, kile anachokiita inclination. Hii ni ile hamu ya ndani ambayo mara nyingi ilionekana utotoni. Labda ulipenda kuchora, kuandika, kuongoza, kutengeneza vitu, kusaidia watu au kujifunza kwa kina. Lakini kadiri tunavyokuwa, sauti za nje huanza kuzima sauti hiyo ya ndani. Wazazi wanaweza kutuambia tuwe madaktari, walimu au wafanyabiashara. Jamii inaweza kutuonyesha mafanikio yanavyoonekana mitandaoni na kutufanya tuanze kufuata njia zisizo zetu. Hatimaye tunachagua kile kinachoonekana salama badala ya kile kinachotupa maana. Tatizo la kuchagua njia isiyo yako ni kwamba unaweza kufanikiwa nje, lakini ukaanguka ndani. Mtu anaweza kuwa na cheo, pesa na heshima, lakini bado ahisi pengo lisiloelezeka. Greene anasema pengo hilo ni ishara kwamba umejitenga na kusudi lako na kweli. Na bila kusudi, akili ya binadamu huanza kutafuta burudani za muda mfupi ili kuficha maumivu ya ndani. Greene anaonya kuwa watu wasiokuwa na mwelekeo huwa rahisi kudhibitiwa kisiasa, kijamii na hata kihisia. Lakini Greene hahitaji kusudi kama ndoto kubwa tu. Hasemi lazima uwe maarufu au ubadilishe dunia. Anasisitiza kuwa kusudi ni hisia ya ndani ya maana, kujua kwa nini unaamka kila siku. Mtu mwenye kusudi anaweza kuwa fundi, mwalimu, mzazi au mfanyabiashara. Tofauti ni kwamba anajua anafanya kwa nini. Hii humfanya awe na uthabiti mkubwa. Anapokutana na changamoto, hazimvunji haraka kwa sababu anaona safari yake kwa mtazamo mpana. Greene pia anaeleza kuwa mwelekeo hujengwa, hauji ghafla. Unahitaji muda wa kujitafakari. Unahitaji kuangalia historia yako binafsi. Ni mambo gani yamekuwa yakikuvutia mara kwa mara? Ni wakati gani katika maisha yako ulihisi hai zaidi? Ni shughuli gani unazoweza kufanya hata bila kulipwa kwa sababu zinakupa furaha ya ndani? Maswali haya si rahisi, lakini majibu yake yanaweza kukuongoza katika njia yako halisi. Katika dunia ya leo, changamoto ya aimlessness imeongezeka kwa sababu tuna chaguo nyingi kupita kiasi. Mitandao ya kijamii inatuonyesha maisha ya watu wengine kila dakika.
tunaona mafanikio ya haraka, safari, magari, miradi mikubwa. Bila kuwa na mwelekeo wa ndani, tunaanza kujilinganisha na kila kitu tunachokiona. Tunahama kutoka ndoto moja kwenda nyingine bila kuimarisha yoyote. Green anasema, kujilinganisha kupita kiasi ni sumu ya kusudi. Mtu mwenye mwelekeo ana tabia ya muda mrefu. Hafikirii tu kuhusu leo au kesho, bali miaka ijayo. Anaona maisha kama mradi unaoendelea. Hata kama anaanza chini, anajua kila hatua ina mchango katika picha kubwa. Hii humfanya awe na subira na nidhamu. Aimlessness kwa upande mwingine huzaa haraka na kukata tamaa. Ukikosa matokeo ya haraka, unaacha na kuanza kitu kingine. Green anapendekeza kuwa ili kuondokana na kukosa mwelekeo ni muhimu kuanza na hatua ndogo lakini thabiti. Chagua jambo moja linalokuvutia na jitoe kulikuza kwa muda mrefu. Jifunze kwa kina. Kubali kuwa maendeleo yatakuwa ya polepole. Kadiri unavyozidi kuwekeza muda na nguvu zako katika mwelekeo mmoja, ndivyo akili yako inavyoanza kupata uwazi. Sheria ya 13 inatufundisha kuwa nguvu ya kweli ya binadamu haipo tu katika kipaji, bali katika uthabiti wa mwelekeo. Mtu anayejua anachotaka anaonekana kuwa na bahati, lakini ukweli ni kwamba bahati humfuata yule anayejua anaenda wapi. Fursa zinapokuja, anazitambua haraka kwa sababu zinaendana na dira yake. Lakini kwa mtu asiye na mwelekeo, hata fursa nzuri hupita bila kutambulika. Mwisho wa sura hii, Green anatukumbusha kwamba maisha ni mafupi sana kuishi kwa mazoea tu. Kama hutachagua kusudi lako kwa makusudi, mazingira yatakuchagulia. Kama hutajenga mwelekeo wako, utabaki ukielea katika mawimbi ya matarajio ya wengine. Lakini ukichukua muda kujijua, kukubali mielekeo yako ya asili na kujenga dira ya muda mrefu, utapata aina ya nguvu ya ndani ambayo haiwezi kutikisika kwa urahisi. Kwa kifupi, sheria ya kukosa mwelekeo inatukumbusha ukweli huu mzito. Maisha bila kusudi ni safari bila ramani, lakini maisha yenye kusudi, hata kama ni magumu, huwa na maana. Na pale unapopata maana, unapata uthabiti, unapata nidhamu, unapata utulivu wa akili, na zaidi ya yote, unapata hisia ya kwamba maisha yako yanaelekea mahali fulani, si kwa bahati, bali kwa chaguo lako mwenyewe. Kama umejigusa hata kidogo na ujumbe huu, andika kwenye comment na chagua mwelekeo. Like video hii kama uko tayari kuacha kuishi kwa mazoea, na subscribe sasa, kwa sababu hapa Sauti ya Kurasa tunajenga watu wenye dira, si watu wanaoelea.